Tunamshukuru sana Mungu kwa kuwa imempendeza akatujalia siku hii ya leo na tukaweza kuwa hapa katika usharika huu wa Ngaruma. Tumefika hapa kwa kuwa tunajua ya kwamba Mchungaji Filemoni Kawa ambaye ametumika katika sharika nyingi na kwa miaka mingi atahitimisha utumishi wake hapa kwa kuaga rasmi kwa heshima, kwa kustaafishwa kwa heshima katika usharika huu na mahali hapa katika ibada hii ya leo. Kwa hiyo napenda sana kuungana pamoja nanyi kumshukuru Mungu kwa kumlinda mchungaji wetu, kumwezesha hata akaifikia siku hii ya leo. Pende kuwashukuru pia washarika hao wa Ngaruma kwa utayari wenu wa kuchukua tukio hili na kutualika kufanya ibada hii mahali hapa. Kwa hiyo kwa ajili yako Mchungaji Kawa na mke wako, kwa ajili ya usharika huu, sisi tunasema asanteni sana na tunasema hongera sana mchungaji, kwamba Mungu amekujalia ukaiona siku hii. Hii tunasema ni kwa neema tu, kwa kuwa hakuna anayestahili. Na pia mchungaji, huwa tunasema haijalishi ulianzaje, lakini huwa ni muhimu sana kuona unamalizaje. Hii tunasema kupata hii heshima na baraka ya siku ya leo ni neema ya Mungu. Hivyo tuseme hii ni ibada ya shukrani ya pekee sana, tukimwambia Mungu asante, na wewe mwambie Mungu asante kwa kuwa umenijalia kuona siku hii. Wapendwa, katika somo tulilosikia, kichwa cha somo kinachotuongoza na kitakachotuongoza katika juma zima hili tunaloanza leo kinasema Mungu hupendezwa na moyo wa toba. Msamaha wa dhambi upo kwa kuwa unahuzunishwa na dhambi zako. Zakayo alijua kitu ambacho ametendea watu, alijua alivyowaumiza watu, alijua jinsi alivyoiba pesa ambazo zilihitajika kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Alitambua uovu wake. Na hivi vikamwondolea furaha na amani. Ndipo Yesu akamuona na kumwambia, njoo, shuka kutoka mtini. Na Yesu anataka leo utoke pale ulipo. Kiburi na kupenda kuendelea kutenda dhambi vinaweza vikakufanya ndio mkuyu wako ambao umepanda pale, hutaki kushuka. Ndio unasema namuona Yesu kila natenda jamii, huwa naenda ibadani, naimba kwaya, rafiki zangu mimi ni mchungaji na mwinjilisti, namuona Yesu. Lakini kuna mahali Yesu anataka ushuke chini kwa amri yake. Kiburi, majivuno, tamaa za aina mbalimbali, anasema shuka Zakayo. Ndipo anapoenda mpaka nyumbani mwa Zakayo. Sijui Zakayo alisikiaje, lakini Yesu alikusudia hivyo. Na ndivyo Yesu anavyohangaika kukutafuta. Shuka fulani, nataka uje kwangu, nataka twende na wewe nyumbani kwako. Usijali, usiogope watu watasemaje. Na watu walisema, sio? Watu walisema, angalia, Yesu anakula na watu za ushuru, anakula na hawa wenye dhambi. Kwa jambo la wokovu, ndugu zangu,
ambalo lazima liambatane na toba ya kweli. Usione aibu wala usisikilize watu watasema nini. Maadamu unajua ni Yesu amekuita kwa jina lako, anakuambia shuka twende. Historia ya huduma ya mchungaji Philemon Andrew Kawa inayosomwa siku ya leo tarehe 26 mwezi wa 7 2026 katika ibada ya kustaafishwa rasmi kwa heshima na mkuu wa Dayosisi ya Kaskazini Mheshimiwa Baba Askofu Daktari Frederick Oneli Shaw katika usharika wa Ngaruma, jimbo la Kilimanjaro Mashariki. Akiwa mwalimu, aliitwa na Dayosisi kwa wito wa kusoma theolojia na alijiunga na chuo kikuu cha Tumaini Makumira na kutunukiwa astashahada ya theolojia. Akabarikiwa kuwa mchungaji tarehe 8 mwezi wa kwanza 1995 katika usharika wa Maringa. Kazi na utumishi. Kati ya mwaka 1985 hadi 1990 alitumika kama mwalimu mwandamizi katika shule za Kirimeni, Rauya pamoja na Samanga. Baada ya kubarikiwa kuwa mchungaji 1995 hadi 1998 aliitwa kutumika katika usharika wa huo. Mwaka wa 1999 hadi 2002 aliitwa tena kutumika katika usharika wa Samanga. Alitumika katika usharika wa Samanga. Mwaka 2003 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Siha Sango, na 2004 hadi 2005 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Ngwasira uliopo katika jimbo la Hai. Mwaka 2006 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Nronga kule jimbo la Hai. Kama ilivyoelezwa katika historia hii, ni mwalimu. Kwa hiyo mwaka 2007 hadi 2010 alitumika kama mwalimu wa taaluma katika shule ya Elders Gate kule Babati. Mwaka 2010 aliitwa kusoma masomo ya Clinical Pastoral Education inayotolewa katika hospitali ya KCMC. 2010 hadi 2013 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Mangola ulioko katika jimbo la Karatu. Mwaka 2014 aliitwa kutumika katika usharika wa Mdawi katika jimbo la Kilimanjaro Kati. 2015 hadi 2018 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Samanga. Mwaka 2019 hadi 2021 aliitwa pia kutumika katika usharika wa Lekura. Mwaka wa 2022 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Msaya. Na mwaka wa 2023 hadi 2025 alikuwa ni mchungaji katika usharika wa Ngaruma hadi alipofikia umri wa kustaafu kwa kanuni za utumishi wa dayosisi yetu. Ni kati ya wachungaji ambao wamepata bahati ya kutumika katika maeneo mbalimbali, na kama inavyoonekana takriban majimbo yote ya dayosisi yetu, kwa ni mchungaji anayefahamu vizuri dayosisi hii. Wasifu wake: ni mchungaji anayempenda Mungu na ambaye amejitoa kwa hali na mali kulitumikia kanisa. Mchungaji aliyeeneza neno la Mungu na kuieneza injili ya Kristo kwa watu wa marika yote. Ni mtumishi aliyefanya kazi shambani mwa Bwana kwa kutumia vipawa na uwezo ambao Mungu ameweka ndani yake. Ni mchungaji aliyependa familia na kuitunza. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. KKKT Dayosisi ya Kaskazini, jimbo la Kilimanjaro Mashariki, usharika wa Ngaruma. Itikio la kustaafu kwangu mchungaji Philemon Andrew Kawa tarehe 26 mwezi wa 7 2026, usharika wa Ngaruma. Ninawasalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na ninawasalimu ninyi nyote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ninamshukuru Mungu kwa neema yake toka aliponiita katika utumishi wake na kuniongoza vema nikaweza kufikia siku ya leo ya kustaafu kwangu kwa heshima. Nina kila sababu ya kusema
hata sasa Bwana amenisaidia Ebeneza. Katika utumishi huu yamewezekana kuna mahali niliwakwaza mtu au kuna mtu alinikwaza. Ninaomba tusameheane na kusahau. Ninaitwa mchungaji Mwenye Elisa Joshua Mampwe, mchungaji mstaafu, na ninamshukuru Mungu kwa nafasi aliyonipa ya kutumika katika kanisa letu la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Kaskazini hata kufikia wakati wa kustaafu. Kwa kweli nimeona baraka nyingi na neema nyingi. Nimetumika kwenye dayosisi hii kwa miaka hiyo ambayo nimepata neema ya kutumika na kwa shirika mbalimbali. Ningependa kusema ninamshauri kila mchungaji anayestaafu, kwanza aamini kwamba wito wake haujafika mwisho, lakini nafasi za ofisini zimefika mwisho, na kwa sababu hiyo asiwe na hofu, asiwe na mahangaiko, asiwe na mashaka, ajipange kabla ya siku ya kustaafu. Na lisiwe kustaafu ni tukio la kimuujiza kwake, bali liwe ni tukio ambalo lina maandalizi ya kwake kiakili, kisaikolojia, ili aweze kukubaliana na hali halisi ya kutokuwa tena ofisini muda wote, ya kutokutumika kwa namna alivyotumika wakati akiwa kwenye ofisi, lakini ajue kwamba ametoka ofisini, lakini utumishi